Kuu ya dawa kanda ya kati na unafanyika kwa lengo la kubaini na kutatua changamoto zinazokwamisha utendaji kazi wa pande hizo mbili. Katibu Tawala Mkuu wa SINDA Dr. Fatuma Mganga anafungua mkutano huu kwa kutoa angalizo kuhusiana na swala zima la ubadhirifu wa fedha ya umma. Ukienda kuangalia pale hela yote inakwenda mfukoni. Twendeni tukazibe mianya ya kupoteza fedha za uchangiaji, ili hizo fedha zifanye kazi yake. Baadhi ya wadau na washiriki wa mkutano huu wakaeleza namna wanavyoguswa na utendaji kazi wa Bodi Kuu ya Dawa MSD. Tunachokiona kwa sasa, hali imebadilika. Tuonyesha hapo nyuma upatikanaji wa dawa kwa kweli umekuwa kidogo ni nafuu. Lakini kwa upande wa MSD pia tunaweza tukasema kuna kipindi hata wao wakiona dawa zimekaribia kuisha, kuna dawa fulani imekuwa nyingi, wanaweza wakaileta tu kwa wateja vituoni. Kwa hiyo yale ya zamani ya kuleta dawa kupush, tulikuwa tunaita kupush kuja kwetu dawa ambazo zimekaribia kuisha. Kwa kweli tatizo hilo hasa kwa wilaya yangu sijaliona kabisa. Kama dawa ninapoletewa ninakuwa nimeomba, na nikishaomba wanaleta zile zile ambazo nimeziomba. Meneja wa Bodi Kuu ya Dawa kanda ya kati Mwanasheria Juma na mkurugenzi wa ugavi kutoka makao makuu ya MSD Victor Sungusia wakaeleza kile kinachoendelea kwa sasa ndani ya taasisi hiyo. Tuhakikishe tunatengeneza maoteo ya bidhaa yawe halisi, ili MSD iweze kununua bidhaa zile tu ambazo nchi itaweza kuzitumia. Kwa kufanya hivyo, wote pamoja tutapunguza kwa kiasi kikubwa bidhaa ambazo zinaweza kuharibika. Tunaendelea na maboresho. Boresho la kwanza ambalo sisi tunaanza kujivunia ni ile la kuhakikisha kwamba bidhaa za afya zinapatikana. Ukiangalia miaka mitatu iliyopita tulikuwa tunaongelea upatikanaji wa bidhaa za afya MSD ni 30% mpaka 40%. Sasa hivi tuko kwenye 70%. Na lengo letu sisi ni kufika 85% kabla ya mwisho wa mwaka huu. Leonard Manga, TBC, Singida.